بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo kurasa nambari 136 tukiingia katika babu mahfudhatil asma, mlango wa majina yenye kujurishwa. Na mlango huu insha Allah taala henda ndo kawa mlango wetu wa mwisho, na tukahitimisha kitabu chetu leo insha Allah taala. Anasema Sheikh, babu mahfudhatil asma'i, huu ni mlango wa majina yenye kujurishwa. Tamam. Anasema Sheikh, almakhfudhatu, majina yenye kujurishwa, thalathatu anwa'in, yamegawanyika katika aina tatu. Makhfudhun bilharfi, kuna jina lenye kujurishwa kwa herufi. Nahu, mfano wa kusema maraltu bizaidin, nimepita karibu na Zaidi. Tamam. Wa makhfudhun bil idafati, na kuna jina ni lenye kujurishwa kwa idhafa. Nahu, mfano wa kusema jaa ghulamu Zaidin, amekuja mtoto wa Zaidi au kijana wa Zaidi. Wa tabi'un lil makhfudhi, na kuna jina lenye kujurishwa kwa kufuata hukumu ya jina jingine lenye kujurishwa, ndio watabi'un lilmakhfudhi, na jina lenye kufuata hukumu. Watabi'un, na jina lenye kufuata hukumu lilmakhfudhi, hukumu ya jina jingine lililojurishwa. Nahu, mfano wa kusema maraltu bizaidinil alimi, nimepita karibu na Zaidi ambaye ni mwana wa chuoni. Utaona hapa kuna jina limefuata hukumu ya jina jingine lililolitangulia, tamam, ambalo ni Zaidi. Sawa, na hilo jina ambalo limefuata nini? Hukumu ni al-alim, na al-alim hapa ni naati, na tumeshasoma kule nyuma kwenye mlango wake wa an-naati. Lakini wa bizaidin wa amrin, kwa maana maraltu bizaidin wa amrin, na nimepita karibu ya Zaid na Amri. Utaona hapa kuna jina limefuata hukumu ya jina lililolitangulia, nayo ni jina la Zaidi. Sawa, na hilo jina ambalo limefuata hukumu ya jina ambalo limelitangulia ni Amri, na hapa ni maatufun. Wa bizaidin nafsihi, kwa maana wa maraltu bizaidin nafsihi, na nimepita karibu ya Zaidi mwenyewe. Nimepita karibu ya Zaidi mwenyewe. Utaona nafsi limefuata hukumu ya Zaidi, na nafsi hapo ni nini? Ni taukid. Nini? Ni taukid. Wa bizaidin akhika, kwa maana wa maraltu bizaidin akhika, na nimepita karibu ya Zaidi ambaye ni ndugu yako. Utaona akhika limefuata utaona akhika, jina la akhika limefuata hukumu ya jina lililolitangulia, na akhika hapo ni badal. Tamam. Na zote hizi kwa maana na majina yote haya milango yake tumeshaisoma nyuma, na irabu zake pia zinafahamika. Tamam. Akasema Sheikh, wa kalamu, na maneno ya mtunzi. Wa kalamu, na maneno ya mtunzi. Yuhimu, yanajenga dhana. Yuhimu, yanajenga dhana. Anna tabi'a, ya kwamba kile chenye kufuata hukumu. Makhfudhun, ni chenye kujurishwa. Bitabi'iyya, kwa sababu ya kufuata hukumu ya kilicho kitangulia. Wasahihu, na kauli iliyokuwa sahihi. Annahu makhfudhun bima jarra almatbu'a. Tamam. Wasahihu, na kauli iliyokuwa sahihi. Annahu, akiwa na maana anna tabi'a, kwamba hakika kile chenye kufuata hukumu. Makhfudhun, ni chenye kujurishwa. Bima, na kile ambacho jarra almatbu'a, kilichomjulisha anayemfuata katika hukumu.
Sawa. Kwa maana gani? Kwenye maraltu bi Zaidin al-alim pale kilichojulishwa ambacho ni al-alim, sawa sawa, kwa kumfuata nani? Kwa kumfuata Zaidin, kimejulishwa kwa ile baa iliyoingia kwenye Zaidin, sawa. Na wa maraltu bi Zaidin wa Amrin, ile Amri pale imejulishwa kwa nini? Kwa ile baa iliyoingia katika Zaidi, sio kwa nini? Sio kwa kufuata hukumu. Wa bi Zaidin nafsihi, sawa sawa. Na katika mfano kusema maraltu bi Zaidin nafsihi, ile nafsihi pale imejulishwa si kwa kufuata hukumu, bali imejulishwa na ile baa iliyoingia katika Zaidi. Tamam. Ndio akasema wa kalamu yuhimu anna tabi'a makhfudhun bitabaiyati. Tamam. Wa kalamu yuhimu anna tabi'a makhfudhun bitabaiyati was-sahihu annahu makhfudhun bima jarra al-matbu'a. Was-sahihu, na kauli iliyokosoa, annahu, kwamba hicho chenye kufuata hukumu, makhfudhun, chenye makhfudhun kimejulishwa, bima, na kile ambacho jarra al-matbu'a, kilichomjulisha ni mfuata katika hukumu. Tamam. Illa albadalu, isipokuwa badal. Akiwa na maana gani? Akiwa na maana isipokuwa badali haijulishwi na kile ambacho kimemjulisha anayemfuata katika hukumu, sawa sawa. Sasa badal inajulishwa na nini? Ndio akasema fa'ala niyati takrari al-amil. Akiwa na maana fa'ala, basi badali ni yenye kujulishwa ala niyati takrari al-amil, kwa kukadiria kurejewa kile kitenda kazi. Fa'ala niyati takrari al-amil, akiwa na maana basi badali ni yenye kujulishwa ala niyati, kwa kukadiria takrari al-amil, kujirejea kujirejea kile kitenda kazi, sawa. Akiwa na maana gani? Katika badali pale kuna kadiriwa ile baa kuwa inakuja tena mbele. Kwa mfano pale posema wa maraltu bi Zaidin akhika, inakuwaje sasa? Inakuwa wa maraltu bi Zaidin wa maraltu bi akhika, au maraltu bi Zaidin bi akhika, sawa sawa. Kwa hiyo kabla ile akhika pale kuna kadiriwa baa, sawa. Kuna nini? Kuna kadiriwa baa, haiji waziwazi, lakini kuna kadiriwa kwamba nini? Kuna baa, sawa. Niyya bimaana yuqaddar au ala taqdiri takrari al-amil, ndio maana ya niyya. Niyya bimaana taqdiri takrari al-amil, sawa sawa. Kwa hiyo sehemu zote hizi kuanzia kwenye al-alim ambao ni nati, na kwenye amrin ambao ni atfu, na kwenye nafsi ambao ni taukid, sawa. Sehemu zote hizi hazijajulishwa kwa kufuata hukumu ya vilivyovitangulia, bali vimejulishwa kwa nini? Kwa ile herufi iliyoingia kwa yule anemfuata katika hukumu. Lakini kwenye badali imejulishwa kwa kukadiriwa kujirejea kile kitenda kazi kilichomjulisha yule anemfuata kwenye hukumu. Kwa hiyo wa maraltu bi Zaidin bi akhika, makadirio yake ndo haya. Tamam. Wa maraltu bi Zaidin akhika, sawa sawa. Hakadha. Kwa hiyo akasema illa albadalu, isipokuwa badal, fa'ala niyati takrari al-amil, basi badal ni yenye kujulishwa kwa kukadiriwa kujirejea, kwa kukadiriwa kujirejea al-amil, kile kitenda kazi kilichoingia kwenye nani? Al-mubdal minhu. Tamam. Hakadha. Falam yakhruj al-khafdhu an al-khafdh bil harfi au bil mudhaf. Sasa kwa maelezo haya falam yakhruj al-khafdhu, basi hakujatoka kule kujulishwa, hakujatoka nini? Kule kujulishwa kwa majina, anil khafdhi bil harfi, hakujatoka kwenye kujulishwa kwa herufi, au bil mudhafi, au kwa mudhafu. Akiwa na maana gani? Akiwa na maana kwamba majina yanajulishwa kwa vitu viwili tu. Kwa vitu vingapi? Viwili tu.
ima kwa herufi au kwa mudhafi, sawa sawa. Lakini kwa at-tabi'iyya kwa nini? Kwa at-tabi'iyya hicho kitu nini? Hakipo, sawa sawa. Hicho kitu nini? Hakipo. Mafumu hapo. Hakadha akaendelea kusema fa amma al-makhfudhu bil harfi fa huwa ma yukhfadhu bi min wa ila. Fa amma al-makhfudhu bil harf, ama kile chenye kujulishwa kwa herufi, fa huwa ma, basi ni kile ambacho yukhfadhu, kinachojulishwa bi min, kwa min, wa ila, na kwa ila. Nahu sirtu min al-basrati ila al-kufa, nilitembea usiku min al-basrati, kutoka Basra, ila al-kufati, mpaka Kufa. Tamam, utaona hapo al-Basra imejulishwa kwa min na al-Kufa imejulishwa kwa ila. Tamam. Wa an, na kwa an, nahu ramaitu as-sahma anil qaus, nimerusha mshale anil qaus, kutoka kwenye upinde. Tamam. Wa ala, na kwa ala, nahu rakibtu ala al-farasi, nimepanda juu ya farasi. Wa fi, na kwa fi, nahu almau fil kuzi, kwa maana maji yapo katika birika. Wa rubba, na kwa rubba, nahu rubba rajulin karimin laqitahu, huenda yule ni mtu mkarimu niliyekutana naye, au uliyekutana. Laqitahu sio laqituhu, ingekuwa laqitu nilie, lakini laqitahu uliyekutana naye. Tamam. Rubba rajulin karimin laqitahu, huenda ni mtu mkarimu yule laqitahu uliyekutana naye. Walbaina kwa ba, walbaina kwa be, nahu maraltu bi zaidin. Walkafina kwa kaf, nahu zaidun kalbadri, zaidun kalbadri. Tamam. Zaidun, zaidi alivyo, kalbadri, ni kama ule mwezi mkali. Tamam. Kwa maana anang'aa kama mwezi mkali. Wala min lam, nahu almalu li zaidi. Sasa hapa ina maana ya kung'aa au pia kuwaongoza watu katika njia iliyonyooka. Tamam. Hakadha zaidun kalbadri, zaidi ni kama ule mwezi mkali katika kuwaongoza watu kwenye haki au katika kung'aa. Tamam. Hakadha unaweza ukakadiria wajhu shabahi yoyote. Tamam. Kwa hiyo wala na kwa lam, nahu almalu li zaidi, mali hii ni milki ya Zaidi. Hii lamu iliyoingia hapa ni lamu al-milki. Tamam. Hizi lamu zina maana nyingi, sawa. Kuna lamu ya takhsis, sawa, na kuna lamu al-milki. Tamam. Kwa wallam, na kwa lam, nahu al-malu li Zaid, mali hii ni milki ya Zaid. Wa bi hurufi al-qasam, na hujurishwa jina kwa herufi za kuapa, herufi al-qasami, kwa maana herufi za kuapa. Wa hiya nazo al-wawu ni wawu, wal-ba'u na ba'u, wat-ta'u na ta'u. Nahu wallahi wa billahi wa tallahi. Tamam. Hakadha. Wa biwawi rubba, na hujurishwa jina kwa wawu ya rubba, kwa maana wawu yenye maana ya rubba. Sasa mfano kusema nini? Mfano kusema wa rajulin karimu laqitahu. Sasa wa bimundhu, wa mundhu, wa bimudh. Tamam. Wa bimudh wa mundhu, na hujurishwa jina kwa mudh na kwa mundhu, sawa. Nahu ma ra'aytuhu mudh, au mundhu yaumil jumu'ati. Tamam. Kwa maana ametaja yaumil jumu'ati peke yake, akiwa nakadiria kwenye mudh pia kuna yaumil jumu'a, kwa maana ma ra'aytu mudh yaumil jumu'ati au ma ra'aytu mundhu yaumil jumu'ati. Tamam. Fama, basi ma iliyoingia hapa nafiyatun, wa ra'aytuhu fi'lun wa fa'il wa maf'ulun, ni fi'li wa fa'il na maf'uli wake. Wa mudh na mudh, wa mundhu na mundhu harfa jarrin, sawa sawa, kwa maana mudh ni harfu jarrin na mundhu pia ni harfu jarrin. Wa yaumi, na tamshi la yaumi majrurun bi mudh au mundhu, na tamshi la yaumi limejurishwa kwa mudh au kwa mundhu. Wal jum'ati mudhafun ilayhi, sawa sawa, kwa maana wa yaumi majrurun bi mudh au bi mundhu wa huwa mudhafun, wal jum'ati mudhafun ilayhi majrurun bil mudhafi. Tamam. Wa amma ma yukhfadhu bil idafati, ama lile jina ambalo linajulisha kwa idhafa, fanahu qawlika, basi ni mfano kusema kwako ghulamu zaidin, kijana wa Zaidi. Fa idha qulta mathalan, basi pindi utakaposema kwa kutolea mfano. Fa idha qulta, basi pindi utakaposema mathalan kwa kutolea mfano, jaa ghulamu Zaidi, amekuja kijana wa Zaidi. Fajaa, basi jaa fi'lun madhi wa ghulamu fa'ilun wa Zaidin mudhafun ilayhi, kwa maana ghulamu fa'ilun wa huwa mudhafun.
wa Zaid na Zaid mudhafun ilayhi, wa huwa na huyo Zaid majrurun bil mudhafi. Sasa amejurishwa kwa nini? Kwa mudhafi. Wa huwa na huyo mudhafi aliyemjurisha Zaid ghulamu ni tamshi la ghulam. Tamam. Wa kalamu na maneno yake shekhe aliposema wa amma ma yukhfadhu bil idafati. Tamam, ndo anakusudia pale. Wa kalamu na maneno yake shekhe anakusudia pale aliposema wa amma ma yukhfadhu bil mudhafi, yuhim, yanajenga dhanna, annahu, kwamba hicho chenye kujurishwa, annahu, kwamba hicho chenye kujurishwa, majrurun bil idafati, sa ni chenye kujurishwa kwa sababu ya idhafa. Idhafa kwa maana kwa sababu ya nini? Kuegemezewa kitu chengine. Sawa. Wa hadha qaulun dhaifu, na hii ni qauli dhaifu. Sawa, na ni qauli ya baadhi ya wanazuoni wa lugha, miongoni mwao waliotoka kaulini al-Imam Akhfash na wengineo. Tamam. Ukirudi katika Tashwiqul Khillani utaona kula imeandikwa. Tamam. Kwa maana ni kauli iliyotolewa na wanazuoni wanahau, lakini ni kauli dhaifu. Kauli nini? Kauli ya kusema majrurun bil idafati ni kauli dhaifu. Sawa. Kauli ambayo ni sahihi vipi? Majrurun bil mudhafi, ni kusema kwamba jina hili limejurishwa na yule aliyeegemezwa kwenye jina hili. Sawa, sio limejurishwa kwa sababu gani? Ya kuegemezewa kitu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo wakalamu na maneno yake yule mtunzi wa Jurumia, maneno gani? Wa amma ma yukhfadhu bil idafati, kusema ama kile chenye kujurishwa kwa kuegemezewa kitu chengine. Yuhim, maneno haya yanajenga dhanna, annahu, kwamba kile chenye kuegemezewa sasa kitu chengine, majrurun bil idafa, sawa, ni chenye kujurishwa kwa sababu ya nini? Ya kuegemezewa kitu chengine. Wa hadha qaulun dhaifun, na yeye ni qauli dhaif. Was-sahihu, na qauli iliyokuwa sahihi, annahu majrurun bil mudhafi, annahu, kwamba hicho chenye kuegemezewa kitu chengine, majrurun, ni chenye kujurishwa bil mudhafi, kwa yule mudhafi aliyemtangulia. Kwa hiyo hapa kwenye mfano huu hapa wa juu, jaa ghulamu Zaid, jaa ghulamu Zaid, Zaidi hapa ni majrurun bil mudhafi, sio majrurun bil idafati. Tamam. Kwa sababu gani? Aliyemjulisha sio kile kitendo cha kuegemezewa kitu chengine, bali aliyemjulisha ni huyu mudhafu ambaye ni ghulamu. Tamam, hakadha. Sheikh akaendelea kusema wa huwa ala qismaini. Sasa wa huwa ala qismaini, na hiyo idhafa ala qismaini imegawanyika kwenye nini? Kwenye vigawanyo viwili. Kwenye vigawanyo vingapi? Viwili. Amesema vigawanyo viwili, lakini kihakika idhafa imegawanyika kwenye vigawanyo vingapi? Kwenye vigawanyo vitatu. Sawa? Kuna idhafa yenye maana ya min, sawa, ambayo tutaiona hapo ndani, na kuna idhafa yenye maana ya fi, sawa, na kuna idhafa yenye maana ya lam, sawa. Idhafa yenye maana ya fi ni ile idhafa ambayo mudhafu, yani ni ile idhafa ya dharfu al-makani au dharfu az-zamani. Tamam, ni ile idhafa ambayo kuna kadiriwa nini? Dharfu az-zamani au dharfu al-makani. Sawa. Mfano wake kwenye dharfu al-makani ni kusema vipi? Ma'ul bahri, kwa maana maji yanayopatikana wapi? Baharini. Au ma'un nahari, sawa, maji yanayopatikana wapi? Kwenye mto. Au jalisul kursi, kwa maana jalisul kursi, kwa maana jalisun ala al-kursi, sawa, kwa maana aliyekaa juu, yani juu ya kiti. Hii ni dharfa, yani jalisun fi kursi. Tamam, amekaa kwenye kiti. Hii ni idhafa ya fi ambayo ina maana ya dharfu al-makan, sawa. Na idhafa yenye maana ya dharfu az-zaman, mfano wake ni qaimul layli, kwa maana qaimun fil layl, mwenye kufanya ibada wakati gani? Wakati wa usiku. Saimun nahar, kwa maana saimun fil nahar, na ni mwenye kufunga mchana. Tamam, hakadha. Kwa hiyo
Kwa hiyo idhafa inagawanyika kwenye vigawanyo vingapi? Kwenye vigawanyo vitatu. Sawa sawa. Kuna idhafa yenye kukadiriwa min, na kuna idhafa yenye kukadiriwa fi, na kuna idhafa yenye kukadiriwa nini? Lam. Tamam? Min, lam tutaziona ndani zote, hata hiyo fi pia imeelezwa, nimegusia tu. Tamam? Hakadha. Kwa hiyo huwa ala qismaini, na hiyo idhafa ala qismaini imegawanyika katika vigawanyo vingapi? Viwili. Na baadhi ya ulama wakasema kwenye hii wa huwa, aliposema wa huwa, wanasema hapo amekusudia almudhafu. Sawa sawa, lakini mwenyewe hapa kwenye maelezo anachukua maana ile ile ya idhafa. Tamam? Kwa hiyo tuchukue maana yake. Kwa huwa na hiyo idhafa ala qismaini imegawanyika kwenye nini? Kwenye vigawanyo viwili. Yani anakusudia anna al-idhafata tanqasimu ila qismaini, anakusudia kwamba idhafa inagawanyika kwenye vigawanyo viwili. Taratan, wakati fulani, takunu ala maana al-lam, inakuwa idhafa kwa maana ya lam. Wa taratan, na wakati mwingine takunu ala maana min, inakuwa kwa maana ya min. Tamam? Wa ashara ilayhima, na ameashiria katika vigawanyo viwili hivyo biqauli, kwa kusema kwake ma yuqaddaru bil lam, kwa maana kuna idhafa inayokadiriwa kwa lam, nahu ghulamu zaidin. Sawa sawa, ai akimaanisha ghulamun li zaidi, huyu mtoto ni milki, yani huyu kijana ni kijana wa Zaidi, kwa maana ni kijana ambaye anamilikiwa na Zaidi. Sawa. Nilishawahi kuambia kwamba tamshi la ghulam lina maana nyingi. Inaweza kuwa ni ghulam anakusudiwa mtoto, au ghulam anakusudiwa nini? Mtumishi. Sawa sawa. Sasa kama hapa imekuja kwa maana ya mtumishi. Sawa. Kwa hiyo ashara ilayhima biqawlihi ma yuqaddaru billam, ma kuna idhafa ambayo yuqaddaru billam, inayokadiriwa kwa lam, nahu ghulamu zaidin, ai akimaanisha ghulamun li zaidi, kijana ambaye anamilikiwa na Zaidi, kwa maana mtumishi anayemilikiwa na Zaidi. Wa ma yuqaddaru bimin, na kuna idhafa inayokadiriwa kwa min, nahu thawbu khazzin. Khazzin ni ile hariri ngumu. Tamam? Thawbu khazzin, kwa maana hii ni nguo iliyotengenezwa kutokana nini? Na hariri ngumu. Wababu sajin, wababu sajin. Sajin ni aina ya mbao ngumu. Sasa ni aina ya mbao ngumu. Sawa. Katika mazingira yetu huko ya East Africa tunaweza kusema mkonge, ile mbao ya nini? Mbao ya mkonge, ile mbao ngumu ambayo mchwa ni vigumu nini? Ni vigumu kuila. Tamam? Ndio inaitwa sajin. Kwa wababu sajin, kwa maana mlango uliotengenezwa kutokana na mbao ngumu iliyokuwa imara. Wa khatamu hadidi, na pete iliyotengenezwa kutokana na chuma. Ai akiwa na maana thawbun min khazzin, kwa maana nguo iliyotengenezwa kwa kutumia hariri ngumu. Wababun min sajid, na mlango uliotengenezwa kutokana na mbao ngumu na imara. Wa khatamun min hadid, na pete iliyotengenezwa kutokana na chuma. Wama ashbaha dhalika, na mifano mingine yenye kufanana na hii, min amthilatin qismaini, katika nini? Mifano ya hivi vigawanyo viwili. Tamam? Baada ya hapo Sheikh akaingia katika nini? Kutueleza kanuni ya idhafa. Akasema wadhabitul idhafa, na kanuni ya idhafa. Tamam? Dhabit maana yake nini? Kanuni. Wadhabitul idhafati, na kanuni ya idhafa, allati idhafa ambayo takunu ala maana min, itakuwa katika maana ya min. An yakuna almudhafu, kanuni yake ni ipi? An yakuna almudhafu, ni awe yule almudhafu ilayhi. Tamam? An yakuna almudhafu ilayhi, ni awe yule mudhafu ilayhi jinsan, ni jinsi lilmudhafi, ya mudhafi. Sawa? Mafhumu jamani hapo? An yakuna almudhafu ilayhi jinsan lilmudhafi, awe mudhafu ilayhi ni jinsi ya yule mudhafu. Fatakunu min, basi itakuwa ile min libayani aljinsi, imeletwa kwa ajili ya kubainisha jinsi ya kile kitu, kwa itakuwa ni idhafatun bayaniya. Sasa itakuwa ni idhafatun bayaniya, inaitwa hivyo, idhafatun bayaniya, idhafa ya kubainisha ambayo inakadiriwa min. Sasa kwa pale aliposema thawbu khazzin, kwa maana nguo iliyotengenezwa na hariri ngumu. Sasa kwa hiyo ile khazzin pale sikumekadiriwa min,
Asa ile min na ile tamshi la khazi lilokuja mbele yake limekuja kubainisha kwamba nguo hii ni nguo ya aina gani. Tamam. Lakini pia vile vile pia babu sajin, mlango uliotengenezwa kwa nini? Kwa mbao ngumu na imara. Pale kuna kadiriwa min. Ile min ni min ya bayania iliyokuja kubainisha kwamba huu mlango min sajin umetengenezwa kutokana nini? Na mbao ngumu na imara. Tamam, hakadha. Kwa hiyo idhafa kama hii inaitwa nini? Idhafatun bayania. Na kanuni yake ni vipi? An yakuna almudhafu ilayhi jinsan lilmudhaf, kwa maana yule mudhafu ilayhi awe ni jinsi ya ile mudhafu, kwa maana viwe ni kitu hichi kitu kimoja sawa sawa. Hakadha. Akaendelea kusema wabakia qismun thalithun, na kimebakia kigawanyo cha tatu. Sawa, kimebakia nini? Kigawanyo cha tatu. Kama tulivyosema mwanzo, idhafa imegawanyika kwenye vigawanyo vingapi? Vitatu. Lakini yeye mwanzo mtunzi, yani yeye mtunzi, sio mshereheshaji, mtunzi. Tamam. Mtunzi wa matn al-Jurumi yeye amesema kwamba idhafa imegawanyika nini katika aina ngapi? Mbili. Sawa. Lakini mshereheshaji ametubainishia kwamba nini? Idhafa imbakia, yani idhafa imegawanyika katika vigawanyo vingapi? Vitatu, kwa kusema nini? Wabakia qismun thalith. Tamam, hakadha. Kwa wabakia, na kimebakia qismun thalithun, kigawanyo cha tatu. Takunu al-idhafatu fihi ala maana fihi, inakuwa idhafa fihi katika kigawanyo hicho ala maana fihi, kwa maana ya fihi. Wa huwa nacho kigawanyo hicho, wa huwa nacho kigawanyo hicho, an yakuna al-mudhafu ilayhi dharfan lilmudhafi. Sawa, ni awe yule mudhafu ilayhi dharfan, ni chombo cha kuonesha sehemu au muda. Sawa sawa. Nishaikuambia kwamba dharfan ni chombo cha kuonesha nini? Sehemu au muda. Tamam. Ndio akasema wa huwa na kigawanyo hicho, an yakuna almudhafu ilayhi, awe yule mudhafu ilayhi dharfan ni chombo cha kuonesha sehemu au muda, lilmudhafi, kwa yule nani? Kwa yule mudhafu. Nahu, mfano kusema tarabbusu 4 ashhurin, tarabbusu 4 ashhurin, ay akimaanisha tarabbusu fi 4 ashhurin, fi 4 ashhurin. Kwa hiyo tuna tarabbusu hapa ni mudhafu, tarabbusu ni mudhafu. Sawa. Kisha mbele yake ikaja nini? Ikaja mudhafun ilayhi, mudhafun ilayhi ambaye ni chombo cha muda. Tarabbus maana yake ni kusubiri au kungojea. Sasa kungojea kwa muda gani? Sawa. Baada ya kuwa inahitajia dharf, inahitajia chombo cha muda. Sawa, ndio ikaja mudhafu ilayhi ambaye ni dharf. Kwa hii ni idhafa ambayo nini? Inakuja kwa maana ya fi. Tamam. Nayo ni ipi? Wa huwa an yakuna almudhafu ilayhi dharfan lilmudhafi, ni kuwa mudhafu ilayhi ni chombo cha kuonesha muda au sehemu kwa yule mudhafu. Sawa sawa. Na hapa ametuletea dharfu az-zamani peke yake. Sawa, lakini dharfu al-makan tushazileta kwa nyuma, si ndio? Ma'ul bahri, ma'ul bahri. Sawa, au ma'un nahari. Sawa, au qa'imul layl, au jalisul kursi, kwa maana jalisun fil kursi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo fa idha lam yakun almudhaf ilayhi jinsan lilmudhaf, fa idha lam yakun almudhaf ilayhi, ikiwa hatakuwa yule mudhaf ilayhi jinsan lilmudhaf, hatakuwa ni jinsi ya mudhaf, wala dharfan lahu, wala hatakuwa ni chombo cha kuonesha muda au sehemu lahu cha mudhafu, fahiya ala maana al-lam, basi hiyo idhafa sasa hiya kwa maana al-idhafa. Tamam. Fahiya, basi hiyo idhafa ala maana al-lam itakuwa ni kwa maana ya lam, kama qala ibn Malik, kama alivyosema ibn Malik, wa thani yajrul wanwi min au fi idha lam yasluh illa dhaka wallama khudha lima siwa dhainika. Tamam. Akiwa na maana gani? Wa thaniya, na tamshi la pili, ambao ni tamshi gani? Tamshi la pili huwa ni mudhafun ilayhi. Tamam. Wa thaniya, na tamshi la pili ambalo ni mudhafun ilayhi, ujrul, lijurishe, wanwi min, nanwiya min, au fi, au nuiya fi, idha lam yasluh illa dhaka, ikiwa nini? Hakutofaa kunuia chengine isipokuwa nini? Hicho. Wallama khudha, na ichukue lamu,
kwa maana na inuie lamu lima siwa dhainika, katika nini? Katika idhafa tofauti na idhafa mbili hizi. Sawa, idhafa mbili hizi zipi? Idhafa ambayo kuna kadiriwa min au fi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo anasemaje Sheikh, fa idha lam yakun al-mudhaf ilayhi jinsan lil-mudhaf, ikiwa mudhaf ilayhi si jinsi ya yule mudhaf, wala dharfan, wala si chombo cha kuonesha muda au sehemu lahu cha mudhafu, fa hiya ala maana al-lam, basi hiyo idhafa itakuwa ni kwa maana ya lam, kama qala ibn Malik, kama alivyosema al-Imam Ibn Malik, wa thani yajrul wanwi min au fi idha lam yaslu illa dhaka wal-lam khudha lima siwa dhainika. Tamam, hakadha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Baada ya hapo anasema mtunzi wa sherehe hii, qala muallifu hadha sharh rahimahullahu ta'ala, amesema mtunzi wa sherehe hii ambaye ni al-Imam Ahmad ibn Zaini Dahlan, anasemaje? Hadha akhiru ma yassarahu Allahu ta'ala ala matn al-Ajurrumiyya lil-Imam as-Sinhaji rahimahullahu ta'ala. Hadha hu akhiru ma, ni mwisho wa kile ambacho yassarahu Allahu ta'ala, Allah alichomwepesishia, alichomfanyia wepesi mja wake, ala matn al-Ajurrumiyya, juu ya nini? Kuisherehesha ile matn al-Ajurrumiyya, matn al-Ajurrumiyya lil-Imam as-Sinhaji, ya Imam as-Sinhaji rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amrehemu, biqalami al-Fakir, kupitia kalamu ya fakiri, kathiri dhunub, mwingi wa madhambi, wal athami, na makosa. Adh-dhunub na al-atham maana yake moja, lakini idha ijtama'a iftaraqa. Tamam, biqalami al-Fakir, kwa kalamu ya fakiri, kathiri dhunub wal atham, mwingi wa madhambi na makosa. Amesema hivi kwa sababu ya tawadhui, lakini al-Imam Ahmad ibn Zaini Dahlan ni mtu aliyefahamika kwa tabia nzuri, ni mtu aliyefahamika kwa ucha Mungu, ni mtu aliyefahamika kwa ukarimu, mtu aliyefahamika kwa tawadhui, na mtu aliyefahamika kwa elimu. Tamam, hakaza. Akaendelea kusema khadimi talabati ilmi, ambaye ni mtumishi wa wenye kutafuta elimu, bil masjid at-Taifi, bil masjid at-Taifi, katika msikiti wa at-Taifi, wal masjid al-Haram, na msikiti wa Haram. Sawa, ndo akawa anaitwa Imamu al-Haramaini, Imamu al-Haramaini, kwa sababu ni imamu wa misikiti miwili. Tamam, na misikiti yote ipo katika haram. Al-Murtaji, mwenye kutaraji, min Rabbi, kutoka kwa Mola wake mlezi, al-Ghufrana, msamaa. Ahmada, badali Ahmada, ambaye ni Ahmad ibni, sawa Ahmad aingie jarri, Ahmada, jina la Ahmada aliingia jarri. Tamam, kwa sababu gani? Ni katika yale majina ambayo ni mamnuu min as-sarf. Tamam, kwa hiyo hii Ahmada ni badali ya al-Faqiri, biqalami al-Fakiri, pale si majrul. Asa hii Ahmad pia lau kama ningekuwa ni jina ambalo lenye kusarifika ingeingia nini? Jarri. Tamam, lakini kwa kuwa ni ismun mamnuu min as-sarf ndio ikawa Ahmada, lakini hii ibni inabidi ije kwa jarri. Tamam, Ahmad ibn Zaini Dahlan, ambaye ni Ahmad ibn Zaini, mtoto wa Zain Dahlan. Ghafara Allahu lahu, Mwenyezi Mungu amsamehe yeye, waliwalidihi, na wazazi wake, wa mashaikhihi, na mashekhe zake, wa sairi almuslimin, na waislamu wote. Hapo kwenye kwenye waliwalidihi unaweza kusema waliwalidihi au waliwalidaihi. Sawa, na baadhi ya ulama wakasema ni bora zaidi kama unakusudia kuombea maghfira wazazi wako useme waliwalidiya, usiseme waliwalidayya. Ukisema rabbi ighfir li waliwalidayya, kwa maana ya rabbi nisamee mimi na wazazi wangu wawili, wazazi wako wawili, kwa maana baba yako na mama yako. Tamam, lakini ukisema rabbi ighfir li waliwalidiyya, sasa waliwalidiyya, kwa maana ya Rabb nisamee mimi na mababa zangu wote na mama zangu wote. Kwa maana hapo anaingia baba yako, mama yako, bibi yako, babu yako, baba wa bibi yako na baba wa babu yako, mpaka kufikia kwa baba yetu Adam alayhi salam. Tamam, kwa hiyo
kusema rabbi ighfirli waliwalidayya ni bora zaidi kuliko kusema rabbi ighfirli waliwalidayya. Tamam, haka. Lakini yote yapo katika mlango wa kujuzu. Tamam, atuseme kwamba ile ni bora kuliko ile au ile ni bora kuliko ile. Tamam, hakadha. Kwa ghafara Allahu lahu waliwalidihi au waliwalidayhi. Tamam, ghafara Allahu lahu, Mwenyezi Mungu amsamehe, waliwalidayhi na wazazi wake wawili, au waliwalidihi na wazazi wake wote, wa mashayikhihi na mashekhe zake, wasailil muslimin na waislamu wote. Amin amin. Maana Mungu tukubalie maombi yetu. Akaendelea kusema Sheikh, katabtu dhalika, nimeandika sherehe hii, ma zamanin yasiri, katika muda mfupi sana au muda mdogo sana au muda mchache sana, fi Taif, nikiwa Taif, inda masjid sayyidina Abdullah ibn Abbas, katika msikiti wa kiongozi wetu bwana wetu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu amridhie yeye pamoja na mzee wake. Wakana waktu faraghihi, na ulikuwa wakati wa kumaliza sherehe hii, fi Rabi'il Awwal, ni katika mfungo sita. Fi Rabi'il Awwal ni mfungo sita, kwa maana katika mwezi wa mfungo sita, sanata mwaka 91 wa 200 baada al-alf, mwaka wa 100 1000. Tamam, baada al-alf 1000. sanata mwaka 91 wa 200 baada al-alf, mwaka 1291 min al-hijriyyah an-nabawiyyah, mwaka wa hijiria. Kwa maana toka kuhama mtume Makka kuelekea wapi? Madina. Ala sahibiha afdalu salati wassalam, kwa maana ala sahibiha, zimshukie mwenye kuegemezewa hiyo hijra au mwenye kunasibishiwa hiyo hijra. Sikasema hapo min al-hijrati an-nabawiyyah, kutoka hijra ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sahibiha afdalu salati wassalam, zimuendee mwenye kunasibishiwa hiyo hijra, afdalu salati wassalam, rehma bora na salamu bora. Tamam, rehma bora na salamu bora. Wa as'alu Allah ta'ala, na namuomba Allah mtukufu, an yanfa bihi kulla talibin ghaira hasidin, an yanfa, atoe manufaa au amnufaishe. Tamam, an yanfa, amnufaishe, bihi, kupitia sherehe hii, kulla talibin ghaira hasidin, kila mwanafunzi asiyekuwa hasidi, kila mwanafunzi asiyekuwa hasidi. Wa an yaj'alahu, na ijalie sherehe hii, khalisan, iwe ni yenye kutakasika, liwajhihi alkarim, kwa ajili ya kupata radhi zake tukufu, bijahi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kupitia cheo cha mtume wake, wa alihi, na watu wa mtume wake, wa sahbihi alkiram, na masahaba zake watukufu. Wakadhalika, na vile vile, as'alu kulla man waqafa ala dhalika, waqafa ala dhalika, kwa maana aliyeiona hii sherehe. Tamam, hakadha. Kwa wakadhalika, na vile vile, as'alu, ninamuomba, kulla man waqafa ala dhalika, kila aliyeiona sherehe hii, kwa maana aliyeitazama. Sawa sawa. Na hapa anakusudia nini? Anakusudia yule ambaye ametazama kwa ajili ya kuangalia makosa tu, si kunufaika. Tamam, ndio akasema wakadhalika as'alu kulla man waqafa ala dhalika, na muomba kila aliyesimama katika kuitazama sherehe hii, au intafa bi, au aliyenufaika nayo. Asa kunufaika nayo sasa shaitazama huyo. Tamam, kwa hiyo au intafa bi, au aliyenufaika nayo, an yastura ma fihi, ayastiri yale yaliyomo ndani ya sherehe hiyo, min al-khalali, ambayo ni makosa, au min al-khalal, ambayo ni katika makosa. Tamam, wa an yunabbiha ala ma waqa'a fihi birradd as-sarih, wa an yunabbiha, na awazindue wengine, ala ma, juu ya yale ambayo waqa'a fihi, yaliyotokea ndani yake katika makosa, birradd as-sarih, kwa jibu la wazi, kwa maana awaambie wazi wazi, baada taamuli, baada ya kuwa ameyaona hayo makosa. Fa innahu, kwani hakika yake, qalla, ni mara chache mno, an yakhluwa muallafun min hafwatin. Tamam, hafwatun maana yake kuteleza, lakini pia hafwatun ina maana pia ni makosa. Tamam, kwa hiyo fa innahu, kwani hakika yake, qalla, ni mara chache mno, an yakhluwa muallafun, kuepukana kitabu kilichoandikwa an hafwatin. Tamam,
an hafwatin, kuepukana na makosa, ni mara chache mno. Sawa sawa. Muallafun ni kitabu kilichotungwa au kilichoandikwa. Tamam. Kwa fa innahu, kwa hakika yake, qalla ni mara chache mno, an yakhluwa muallafun, kuepukana kitabu kilichotungwa, an hafwatin, na makosa, au yanjua, akiwa na maana au wa qalla an yanjua. Tamam. Na ni mara chache kuokoka, musannifun. Sasa au yanjua, akiwa na maana wa qalla an yanjua, na ni mara chache kuokoka au kuepukana, musannifun, mtunzi wa kitabu, min athratin, kutokamana kuteleza. Tamam. Min athratin, kutokamana na kuteleza. As'alullah subhanahu wa ta'ala, namuomba Mwenyezi Mungu ambaye utakasifu ni wake na aliyetukuka, an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda, atuwafikie kwa kile ambacho anakipenda na anakiridhia, wa an yahdiyana subula salam, na atuongoze katika njia za salama, kwa maana njia zenye salama ndani yake. Wallahu, na Allah, waliyu tawfiq, ndiye mwenye kumiliki tawfiqi, yahdi man yashau ila aqwami tariqin, anamuongoza amtakaye katika njia iliyonyooka. Walhamdulillahi rabbil alamin, na kila jinsi ya sifa njema na mstahiki Mola wa viumbe wote. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran, amin. Tamam. Baada ya hapo kuna maneno mengine hapa, nasema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, wa ba'du. Laqad tamma bihamdillahi wa husni tawfiqihi tab'u sharhi Ahmad ibn Zain Dahlan ala matn al-Ajurrumiyya lis-Sinhaji. Kana kwamba maneno haya ni maneno ya wachapishaji wa hichi kitabu. Wanasemaje? Wa ba'du, na baada ya himdi na salam. Sawa, kwa maana baada ya himdi walioitoa wao na salamu walizozitoa wao, laqad tamma, hakika kumetimia, bihamdillah, kwa shukrani za Mwenyezi Mungu, wa husni tawfiqi, sawa, na kwa tawfiki yake nzuri, tabu kumetimia nini? Tabu, kuchapishwa, sharhi Ahmad ibn Zain Dahlan, sharhi ya Imam Ahmad ibn Zain Dahlan ala matn al-Ajurrumiyyati, juu ya matni ya Ajurrumiyya lis-Sinhaji, ya al-Imam as-Sinhaji. Na sisi pia tuseme alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik, subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Leo tumekamilisha sharhi yetu. Insha Allah taala, kama kutakuwa kuna sehemu yoyote kuna khalal, kuna makosa au mtu hajaelewa au kumeelezwa lakini hapajakaa wazi, basi darasa hizi za nahau zinaendelea. Tamam, darasa za nahau zinaendelea. Mtu ataweka comment kwamba sehemu fulani haijaeleweka, ustazi tuwekee wazi, sawa sawa, afumu hapo, kisha kwenye darasa nyingine inayokuja tutaliweka wazi hilo. Tamam. Kwa hiyo tutakuwa tukiendelea na hayo masomo. Kwa hiyo kwenye kitabu hichi, sawa, kwenye kitabu hichi ambacho leo tumekihitimisha, kama kuna sehemu haikukaa wazi, andika kwenye comment, sema ukurasa fulani, ibara fulani, kisha kwenye darasa ambazo zitakuwa zinaendelea tutaweka na wazi, sawa sawa, ili tuweze kuwa nini, tuweze kufahamishana katika yale ambayo hayajakuwa wazi kwenye mutala wetu kama huu na somo letu kama hili. Wa ila huna antahi, alkamalu lillah والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.